Oktoba 29 kulitokea vurugu ambazo ziliitwa maandamano, lakini waathirika wakubwa tulikuwa sisi wafanyabiashara na jamii kwa ujumla na Watanzania wa hali ya chini. Tumejifunza kuwa vurugu au machafuko si njia sahihi ya kubadilisha utawala uliokuwa madarakani. Hapo tuelewane vizuri, ndugu zangu waandishi wa habari. Matusi au maneno ya kashfa kwa viongozi si njia sahihi ya kulipeleka taifa letu kwenye amani. Kulitokea vurugu ambazo sisi wananchi tulisema kwamba tunaenda kubadilisha maisha kupitia zile vurugu. Tujiulize, walioathirika ni nani? Waliokuwa madarakani au sisi wananchi wa kawaida wa hali ya chini? Leo hii sisi wafanyabiashara wa Kimara tukitaka kwenda kuchukua mzigo Kariakoo, mwendo kasi hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wafanyabiashara wenzangu na waandishi wa habari, sisi tumejifunza mengi kutokana na zile vurugu. Ndio maana leo tumeitana hapa tuambizane ili tusirudi kule. Watu walikuwa na biashara zao, lakini ambao mtaji ameukusanya ndani ya miaka 10-20, lakini umeenda kufa kwa siku mbili, kwa siku moja, kwa masaa. Tumerudishana umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niombe na sisi kwa umoja wetu wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam tumeazimia na tunatoa wito kwa haya yaliyotokea kwamba yasijirudie, hatutaki kuyaona. Baada ya vurugu za tarehe 29, sisi tumekuwa ndio waathirika wakubwa, na tumegundua kuwa waliochochea vurugu ambao wengine wako Tanzania ni wale wenye uraia pacha, ambapo ana nyumba hapa, ana nyumba Kenya, ana nyumba Marekani. Kwa hiyo kikinuka Tanzania, yeye anapanda ndege na familia yake ataenda kukaa kwenye nyumba yake nyingine. Sasa wewe na mimi ambao tuna nyumba moja ya urithi na chumba cha kupanga, kikinuka hatuna pa kwenda, tukaamua kama machinga wa mkoa mzima wa Dar es Salaam tuje na tamko, tuje na maazimio kama ifuatavyo. Tumeazimia kuwa tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii yetu yote. Tutapigana na wanaharakati wote wanaojificha nje na ndani ya nchi kuhamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi wa serikali bila wao kubeba athari za matendo yao. Wamejificha, wanahamasisha sisi tuandamane ili wao wapate madaraka, wala ambao ni waroho madaraka waingie kwenye serikali wakatuongoze. Yawezekana wao ni wabaya kuliko hata wale walioko kwenye mamlaka sasa hivi. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao wanaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. 4, tumeazimia kama machinga tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya demokrasia. Jina langu naitwa Mzee Omar Abubakari Irunga. Natokea Kinondoni na shughuli zangu zipo Kariakoo, lakini mimi ni mkazi wa Kinondoni. Kwanza kabisa naunga mkono tamko la wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo wadogo baada ya kuliona hili kwa Tanzania kwamba ni tatizo, wakaamua kutoa tamko mbele ya waandishi wa habari ili ziweze kuwafikia walengwa waliokuwa nje ya vikao hivi tulivyokaa leo hapa. Lakini pia masikitiko makubwa sana ni yale masikitiko
ya Oktoba 29 yaliyosababisha hasara kubwa kwa taifa na sisi pia kama wananchi wa kawaida kukosa huduma muhimu, kujiweka lockdown tukiwa majumbani kwa kuhofia maisha yetu na pia maisha ya wenzetu. Hili ni jambo kubwa sana la kuzingatiwa na kila mtu na kutafakari kwa kina na kujua kwamba usababishaji wa vurugu huo hauna tija katika maendeleo ya taifa letu. Tutafanya harakati ya kupita wilaya zote, sasa kwenye masoko, kwenye vijiwe, kwa kushirikiana na taasisi ya Misila. Mimi fursa hii pia kuishukuru taasisi ya Misila kwa kuweza sisi kutuunganisha na kutupa mafunzo ambayo yatatuwezesha kuweza kutimiza malengo. Wito wangu wa Tanzania wote, kama mnavyofahamu, Dar es Salaam ni mkoa ambao hakuna mashamba wala hakuna migodi. Uchumi wetu hapa ni uchumi wa huduma, ni service economy. Tunategemea kuuza bamia, nyanya, bilinganya ili tupate chakula. Kama kuna muhanga mkubwa wa maandamano ya tarehe 29 zile vurugu zile, basi ni machinga. Na mimi nasema kwa sababu na ushuhuda. Gongo la Mboto tarehe 29 sisi Gongo la Mboto kuanzia saa 12:05 mpaka saa 1 yanafanyika uharibifu mkubwa. Na naweza kukiri kwa wazi kwamba walioandamana wengi si wananchi wa Gongo la Mboto. Kwa sisi katika mkoa wetu tunasema tunaomba wajasiriamali wote tuwe kitu kimoja, tusikubali watu wanaotoa vishawishi ambavyo vinapelekea kuleta machafuko, tusikubali kuingia kwenye mitandao, tusikubali chochote kinachoendelea ndani ya mtandao, tusikubali, tukikemee na tukikatae kwa maslahi mapana ya taifa letu ili kulinda maslahi ya nchi na wananchi waliokopo katika taifa au katika nchi ya Tanzania.